Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu ndugu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana mwana wa Mungu. Popote pale ulipo, wana na binti za Baba wa mbinguni duniani kote ninawasalimu. Mbarikiwe nyote katika jina la Yesu. Tunaendelea na fundisho letu kama nilivyoanza kueleza kwa habari ya matukio ya siku za mwisho. Leo ninaendelea tena na fundisho la siku za mwisho. Tulianza kuongelea unyakuo. Wewe unayekumbuka tulisoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura yake ni 4. Wathesalonike wa kwanza sura yake ni 4 na mstari wake ni wa 16 na 17, ambao Biblia inasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Wewe ambaye ulifuatilia somo hili, naomba ufuatane nami sasa. Kipengele kinachofuata tunajiuliza, je, huo unyakuo ni lini hasa? Sababu wewe unaikumbuka uliyefuatia hiki kipindi tuliongelea mambo makubwa matatu. Tuliongelea kwamba Bwana mwenyewe atakuja pamoja na mwaliko, lakini pia Bwana mwenyewe atakuja pamoja na sauti ya malaika mkuu, lakini jambo la tatu pamoja na parapanda ya mwisho. Wewe ambao ulikuwa ukifuatilia, bila shaka ulijifunza jambo hapo. Sasa twende tupige hatua. Je, unyakuo ni lini hasa? Hebu kwanza tutazame mitazamo ya watu, alafu tutarudi kwenye Biblia tujue unyakuo utakuwa ni lini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mitazamo ya watu. Kundi la kwanza, wako wanaoamini ya kwamba unyakuo utatokea kabla ya miaka 7 ya ziki kuu. Wengine wanasema unyakuo utatokea kabla ya miaka 7 ya ziki kuu. Wanasema kabla ya miaka 7 ya ziki kuu ndipo unyakuo utakapotokea. Lakini wengine wanafika mbali, wanasema utatokea wakati wa miaka 7. Wakati wa miaka 7. Manake katikati ya miaka 7 utatokea. Wengine pia, kundi la tatu, wanaamini kwamba unyakuo utatokea punde tu baada ya ziki ya miaka 7 kufika katikati. Wanasema utatokea punde tu baada ya miaka ya ziki ya baada ya dhiki ya miaka 7 kufika katikati. Namba 4, kundi la 4, wako wengine wanaosema unyakuo utatokea wakati wa Yesu kurudi na ghadhabu nyingi mwishoni mwa kipindi cha dhiki. Sasa hili ni swala ambalo limewagawa watu wengi sana katika makundi hayo 4 kama tulivyoona, na alipaswi kupuzwa kabisa hata kidogo, na alipaswi kuchukuliwa kimzaa na kiwepesi, kwa sababu tunapaswa kujua uhalisia ili watu wasidanganywe, ili watu wajiandae, ili watu wajue ya kwamba unyakuo utakuwa ni lini hasa. Usipojua ya kwamba unyakuo utakuwa ni lini, ni rahisi sana kudanganywa, mwana wa Mungu. Sasa acha tukayachunguze maandiko, tukaangalie, je, unyakuo utakuwa lini hasa? Kati ya vikundi vyote 4 vinavyoeleza habari ya unyakuo, je, ni kikundi gani ambacho kiko sahihi kulingana na maandiko? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tutaanza kusoma kitabu cha Danieli, ambao ni mstari wetu tunaoanza nao. Kitabu cha Danieli sura yake ni ya 7. Danieli sura yake ni ya 7. Tutasoma mstari wake ni wa 25. Danieli sura ya 7 mstari wa 25. Neno la Bwana wangu Yesu linasema,
naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawazofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Sasa huo mstari nimekuwekea hapo ili uishike vizuri kwamba watakatifu wake aliye juu watatiwa mikononi mwa huyu mpinga Kristo kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Hapo akiwa anamaanisha miaka 3.5. Wakati ni mwaka moja, nyakati 2 ni miaka 2 na nusu wakati ni nusu mwaka. Kwa maana yake watakatifu wake aliye juu watatiwa mikononi mwa mpinga Kristo kwa muda wa miaka 3.5. Hilo fungu lishike vizuri. Tutakavyokwenda mbele nitarudi sasa kukukumbusha hilo fungu ambalo ni fungu la kunukuu kwa ajili ya kuweka msisitizo ni kipindi gani, ni wakati gani ambapo unyakuo utatokea. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yesu hajawahi kusema kwamba wale watakaobaki wataokolewa kwa damu zao. Huo ni uongo. Naomba unielewe vizuri kwamba watu watakaobaki kwenye wakati wa unyakuo basi watajiokoa kwa damu zao. Sijawahi kuona hilo andiko. Kama lipo, wewe unaisikiliza utacomment hapa chini kwamba kuna andiko hili linasema tutajiokoa kwa damu zetu. Basi utanipa hilo andiko ili niweze kuliingiza kwenye tafakari na kumuuliza Bwana ili nipate uhalisia, kwa sababu tumeokolewa kwa damu ya Yesu na kila mtu hawezi kujiokoa kwa damu yake mwenyewe, bali tunaokolewa kwa damu ya mwana kondoo. Sasa twende tupige hatua. Yesu alifananisha unyakuo, yani ujio wake, kama vile alivyofanya siku za Nuhu au alivyofanya siku za Lutu. Twende tuangalie maandiko. Kitabu cha Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24 mstari wa ngapi? Mstari wa 37. Anasemaje? Biblia takatifu inaniambia mstari wa 37. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakiona kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina wasitambue, hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Sikiliza hilo. Siku za Nuhu zilikuwaje? Siku za Nuhu zinafananishwa na siku atakazokuja Yesu Kristo. Maana siku za Nuhu watu walikuwa kila, watu walikuwa kinywa, watu walikuwa kiolewa, watu walikuwa kifanya kila aina. Yesu akaja. Biblia inasema gharika ikaja ikawasomba wote. Ninakuuliza swali, je, hao watu waliobaki kwenye hiyo safina ya Nuhu, je, waliokolewa? Sasa Yesu anafananisha ujio wake na siku za Nuhu. Ndio maana akasema wakati ule watu wawili watakuwa wako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja afanye nini? Aachwa. Wanawake wawili watakuwa akisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Angalia anachokisema, atakayokuja Bwana wenu. Kwa maana ni nini? Kwa nini natuambia kesheni? Kwa sababu kama zilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Watakaobaki itakuwa ni kilio na kusaga meno. Wala sikwambie mtu yoyote kwamba ukibaki basi utajiokoa kwa damu yako. Atakayebaki nataka nikwambie itakuwa kilio na kusaga meno. Twende tusonge mbele. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angelijua ile zamu mwivi atakayokuja, angelikesha wala singeliacha nyumba yake kuvunjwa. Mstari wa 44. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiodhani mwana wa Adamu yu aja. Saa msiofanya nini? Saa msiodhani mwana wa Adamu yu aja. Saa msiodhani mwana wa Adamu yu aja. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Sikiliza, heri mtumwa yule ambao Yesu atakapokuja atamkuta amejiandaa, atamkuta yuko tayari. Huyo ana heri. Mstari wa 47. Amini na waambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi,
bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyoijua, atamkata vipande viwili na kumweka fungu lake pamoja na wanafiki, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Angalia anachokisema hapo. Bwana anaongelea mambo mazito hapa, kwamba mtumwa yule ambaye atakaa asijiweke tayari akajibweteka, atakapokuja Yesu akalichukua kanisa, huyo mtu atakatwa vipande viwili, na Biblia inasema atatupwa huko ambako Biblia inasema atatupwa huko pamoja na wanafiki, na huko ndiko kutakuwako kilio na kusaga nini? Na kusaga meno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anaeleza namna ambavyo kutakuwa kilio na kusaga nini? Na kusaga meno kwa watu wote watakaobaki baada ya unyakuo. Si kwamba eti kutakuwa na nafasi nyingine, kwamba watu wengine watajiokoa kwa damu zao, watu wengine wataokolewa kwa damu zao, eti kwa sababu wamebaki basi watakatwa wajiokoe kwa damu zao. Nitakupa vithibitisho, twende tusonge mbele. Lakini amesema kama ilivyokuwa siku za nani? Za Lutu. Siku za Lutu zilikuwaje? Kitabu cha Luka sura yake ni ya 17. Luka 17 mstari wake ni wa 26. Anasemaje? Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, anarudia siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Njoo turudi hapa nyuma. Hapa anaanza kueleza hapa. Hapa kama ilivyokuwa siku za nani? Za Lutu. Nataka tupate siku za Lutu ili ujue pia Yesu alifananisha na siku za nani? Za Lutu. Hapa amefanisha siku za Nuhu, lakini pia alifanishwa na siku za nani? Za Lutu. Mstari wa 28. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa kila na kunywa, walikuwa kinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto wa kibiriti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Hivyo 30 ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Katika siku ile aliye juu ya dari na vyombo vyake vimo ndani, na nyumba asishuke ili kuvitwaa, na kadhalika aliye shambani asirejee nyuma. Mkumbukeni mkewe Lutu. Umeniona hapo? Mkumbukeni mkewe Lutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anaanza kueleza kwa namna ambavyo kama ilivyokuwa siku za Nuhu na ilivyokuwa siku za Lutu, ndivyo atakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Lakini ukirudi kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 24. Mathayo sura yake ni ya 24. Kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 24. Angalia anachokisema. Mathayo 24, lakini ule mstari wa 29. Mstari wa 29 anasema, lakini mara baada ya dhiki ya siku zile. Mara baada ya dhiki ya siku zile. Nini kinaendelea? Jua litatiwa giza. Na mwezi hautatoa mwanga wake. Na nyota zitaanguka mbinguni. Na nguvu za mbinguni zitatikisika. Mstari wa 30. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu. Sio kuja kuikanyaga dunia, akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Anaeleza kipindi cha unyakuo hiki. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda. Umeona hapo? Pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Angalia anachokisema. Manake mara baada ya dhiki ya siku zile. Mara baada ya dhiki ya siku zile. Ndio maana hapa kuna wengine hapa wanachanganya ile fungu wanaosema unyakuo utatokea mwishoni mwa dhiki. Baada ya dhiki ya miaka 7. Kwa sababu ya ile andiko. Lakini nataka nikwambie kwamba unyakuo utatokea punde tu katikati ya miaka ya ile dhiki ya miaka ile 7. Punde tu baada ya dhiki ya miaka 7 kufika katikati. Ya miaka 7 kufika katikati. Twende tupige hatua. Kumbuka nimekusomea Danieli 7 mstari wa 25. Anaeleza kwamba atawatia watakatifu wake aliye juu kwa muda wa miaka 3.5. Nusu wakati, nyakati 2.5 wakati. Sasa na hapa Biblia inasema mara baada ya dhiki ya siku zile. Akaeleza jua litatiwa giza, akaeleza vitu vitakavyoendelea pale. Alafu akasema ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu.
Unasema mtumishi, sijakuelewa. Okay, njoo kwanza turudi hapa. Nitarudi kwenye Mathayo. Njoo kwenye kitabu cha Wathesalonike wa pili, sura ya 2. Paulo ilibidi naye alieleze kanisa. Basi ndugu, tunakusini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwako. Ninapoongelea siku ya Bwana ninamaanisha unyakuo. Hiyo ndo siku ya Bwana. Siku ya Bwana ni unyakuo, na nitakueleza, nitaiangalia hiyo siku ya Bwana. Siku ya Bwana ni unyakuo. Kwa nini? Siku ya Bwana itaambatana na adhabu na mapigo kwa watu wote waliomkataa Yesu, walio na chapa ya mpinga Kristo. Tutaangalia hapa. Nisikilize vizuri. Hiyo ndo inaitwa siku ya Bwana. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Hebu sikiliza. Siku ya Bwana haitakuja mpaka uje ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Sikiza, huyo mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, ambao ni nani huyo? Mpinga Kristo. Mstari wa 4, yule mpingamizi ambao ni mpinga Kristo, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Umeona hapa? Manake mpaka yeye mwenyewe aje afunuliwe, hata yeye mwenyewe aketi kwenye hekalu la Mungu akijiita kwamba yeye ndiye Mungu. Manake unyakuo hautakuja. Nisikilize vizuri. Unyakuo hautakuja ni mpaka mpinga Kristo atakapoketi hekaluni na kujiita yeye ni Mungu. Kwa sababu dhiki imegawanyika kwa muda wa miaka 7. Dhiki itakuwa ya miaka 7. Sasa hiyo dhiki ya miaka 7 imegawanyika katika vipindi viwili. Kipindi cha kwanza miaka 3.5, kipindi cha pili miaka 3.5. Kwa nini vimegawanyika katika vipindi viwili? Kwa sababu kipindi cha miaka 3.5 ya mwanzo itakuwa ni miaka ya amani kwa ulagai wa mpinga Kristo. Kwa sababu atakuwa ameitengeneza inaitwa amani bandia. Itakuwa ni amani bandia. Sasa hiyo miaka 3.5 atakuwa akitangaza mfumo mpya ambao watu wataendelea kupigwa chapa, na itaonekana kwamba ni mfumo mzuri na utakuwa marketable sana. Watu wataupigia debe. Mfumo mzuri sana. Na ndio miaka 3.5 ambao watakatifu wa Bwana watatiwa chini ya mpinga Kristo. Miaka 3.5. Na wale watu ambao watakuwa na goma chapa, manake watakuwa naishi maisha magumu. Wengine watapoteza kazi zao, wengine watapoteza biashara zao, kwa sababu hautaruhusiwa kuuza wala kununua mpaka uwe na chapa hii. Chapa gani? Chapa ya huyu mpinga Kristo. Kitaitwa kipindi cha amani, lakini kipindi hicho kinachoitwa cha amani kwa Wakristo hakitakuwa cha amani, ila kwa dunia kitakuwa cha amani. Wale Wakristo, inamaanisha wana wa Mungu, kwao hakitakuwa cha amani, kwa sababu kitakuwa na sheria kali, kitakuwa na mikakati mikali ya kudhibiti wana wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema watatiwa, wana wake aliye juu watatiwa chini yake kwa muda wa wakati na nyakati 2.5 wakati. Umeelewa? Maana yake watakuwa chini kwenye miaka 3.5. Huyu mpinga Kristo atawazofisha watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ngoja nirudi hapa katika kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo 24. Nirudi hapa afu tutakurudia tena kwenye hiyo Wathesalonike. Mathayo 24 kuanzia mstari wa 9 anasema, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki. Hebu angalia. Nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa na watasalitiana na kuchukiana. Hebu angalia hapo. Watasalitiana na kuchukiana. Kwa nini? Kwa sababu itaonekana hawa ndio wanaozuia mfumo mzuri wa dunia. Hawa wanazuia mpango mzuri wa dunia, kwa sababu dunia itafurahia mpango mzima kwamba tumechoka saizi kuwa na makadi, tuwa na vitambulisho vingi, tunahitaji kuwa na kitambulisho kimoja cha elektroniki. Kama unavyoona leo tunaona baadhi ya nchi kama Uingereza
waziri mkuu yule Mr. Starmer anatangaza kwamba Waingereza wote wapate digital ID. Wapate digital ID. Kwa maana yake tunakoelekea, maana yake mfumo wa fedha tunaoona huu ambao tunalipa kwa keshi kupitia noti au sarafu unakwenda kuisha. Tutakuwa na noti tena. Maana yake itatulazimu tuwe tunalipa kwa kutumia mifumo kama unavyoona M-Pesa, kama unavyoona Tigo Pesa, Aro Pesa, ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo mtu yote ambaye hatakuwa na hiyo digital ID electronics hataweza. Maana itaonekana kama ni nzuri hiyo digital ID, itaonekana nzuri, baadaye watu wataingiziwa kifaa ambacho kitawarahisishia kufanya miamala, kufanya biashara ya kifedha. Ndio maana hapo sema hakuna kuuza wala kununua, kwa sababu bila fedha utanunua wapi? Bila fedha utafanya biashara vipi? Kwa hiyo sasa, ili ufanye transaction ya fedha, ufanye manunuzi, ni lazima uwe na, kwa mfano leo hii, ili mtu awe na access ya fedha, tunaona lazima labda na kadi ya benki, ana fedha, ana uwezo wa kutoa pesa, kuingiza pesa. Sasa kama haujaingizwa kwenye mifumo inayokurahisishia wewe kutoa na kuingiza, hautaweza kufanya biashara. Ndio maana sasa itaonekana Wakristo watapingwa na watu wengi, watakuwa watu wa kusalitiwa na kuchukiwa, na wengi watajikwaa, kwa sababu wengine waliokuwa wanapenda kazi zao watafukuzwa kazi, wengine watafukuzwa kwenye makampuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hawa watu ambao watakaovumilia, Biblia inasema watakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Atakayevumilia, narudia tena, atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka, kwa sababu kipindi ambacho ni cha miaka 3.5 ya mwanzo ya dhiki kuu kitakuwa ni amani kwa dunia, kwa sababu dunia itafurahia mpinga Kristo. Kumbuka kutakuwa na mpinga Kristo, lakini pia kutakuwa na nabii wa uongo. Tutawasoma hao. Mpinga Kristo ambao ni kiongozi kabisa wa kiserikali, lakini nabii wa uongo atakuwa ni kiongozi wa kidini, lakini at the same times ana mamlaka ya kiserikali. Kumbuka Biblia inamueleza kwamba ana pembe mbili, mfano wa mwana kondoo, lakini ananena kama joka. Kwa huyu atakuwa ni kiongozi wa kidini. Kwa hiyo kutakuwa na dini moja, serikali moja na fedha moja, na watu watafurahia fedha. Tuwe na fedha moja, watu watafurahia mifumo hii, kwa sababu hakutakuwa kuporomoka kwa shilingi, kuporomoka kwa fedha, kuporomoka kwa dola, kupanda kwa dola. Kwa hiyo watu watafurahia, wataona mfumo mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la kutisha, mstari wa 15 katika Mathayo 24:15, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lilonenwa na nabii Danieli, ambao nimekusomea mwanzoni, limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Hebu turudie hilo chukizo la uharibifu. Kitabu cha Danieli sura, nimekuambia sura ya 7 mstari wa 25. Chukizo la uharibifu anasemaje? Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawazofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Aya, tusonge mbele. Danieli 9:27. Anasemaje? Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Baada ya miaka 3.5 atasimama hekaluni, litajengwa lile hekalu la Sulemani. Atasimama hekaluni na kujiita kwamba yeye ndiye Mungu. Atajiita yeye ndo Yesu na abudiwe. Ndipo Biblia inasema mtakapoliona. Na hilo Paulo naye alisema katika Wathesalonike wa pili 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka 12, kama nilivyokusomea kwa sehemu, kwamba mpaka afunuliwe yule mpingamizi, hata yeye mwenyewe kujiita kwa Mungu, au yeye mwenyewe kuketi katika hekalu, mpaka afunuliwe, ndipo unyakuo huo utatokea. Lazima ujue haya ili usidanganywe. Kuna mtu atakwambia unyakuo mwezi wa 12, unyakuo mwezi wa 11. Uwe makini. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, lengo tusidanganywe, tusidanganyike. Ndio maana Wathesalonike ameeleza vizuri Paulo. Ule mstari wa 4. Wathesalonike wa pili, sio Wathesalonike wa pili. Angalia.
kuanzia mstari wa 3. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mpaka afunuliwe mwana wa uharibifu. Atafunuliwaje? Yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata ye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Umenielewa hapo? Umenielewa sasa? Bwana Yesu asifiwe sana. Je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwapo pamoja nanyi naliwaambia hayo? Na sasa lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wako kwake. Watu wanasema anayezuia mpinga Kristo sijifunue ni kanisa. Sikiliza, kanisa alizuia mpinga Kristo sijifunue. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu bado anaendelea kuwatia muhuri watakatifu wa Bwana. Kazi ya kuwatia muhuri watakatifu wa Bwana itakapokoma, yule kulingana na majira yake aliyoamuliwa na Baba atafunuliwa. Na hicho kipindi kitakuwa kipindi cha rehema. Kimefanya nini? Kimekwisha. Mstari ukishachorwa tu tap, Roho Mtakatifu akaacha kazi yake duniani, tayari yule mpinga Kristo atafunuliwa hekaluni, na Biblia inasema atawageuka watakatifu wake aliye juu. Maana yake atageuka, atakapowageuka ulimwengu. Sasa hiyo chapa itaanza kuwa ni lazima kwa watu wote wakao duniani. Ndio maana Yesu akasema kama siku hizo zisingelifupizwa asingeokoka mtu, lakini kwa sababu ya wateule siku hizo zitafupizwa. Siku zipi? Hizo za mateso ambazo mpinga Kristo sasa tawaka, sasa ataanza kuwatafuta watu sasa kwa lazima. Kumbuka mwanzoni ilikuwa ni yali, lakini pamoja na uyali wake ulikuwa na masharti fulani ambayo yaliwabana wa Kristo, yaliwabana watakatifu wa Mungu. Sasa watu watateseka. Biblia inasema ndipo aliye katika Uyahudi akimbilie, wakaambiwa sehemu ya kukimbilia walio katika Uyahudi, sehemu ya kukimbilia. Pale ndipo watu wataanza kukatwa vichwa, watu watakaokamatwa, unaumizwa. Wewe unamtaka Yesu, ndio unakatwa kichwa, sina nini. Pale ndipo watu watakatwa vichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi watakufa. Lakini kumbuka, wanaheri wanaokufa katika Bwana. Nitakusomea andiko. Wanaheri wanaokufa katika Bwana tangu sasa. Paulo anasema wanaheri, sio Paulo, Ufunuo inasema aheri anayekufa katika Bwana tangu sasa apate kupumzika baada ya taabu zake. Wanaheri kwa watu watakufa nyakati hizo. Baada ya hicho kipindi hicho, Biblia inasema hizo siku zitafupizwa. Zikishafupizwa ndipo katikati ya miaka ya dhiki kuu, punde tu baada ya siku chache hizo ambazo mpinga Kristo ataanza kuwazuia. Kumbuka watu wengi watakuwa wameshapokea chapa. Watabaki wale watoto wa Mungu ambao majina yao yaliandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Hawatakubali kupokea hiyo chapa. Ndipo watafanya nini? Watanyakuliwa. Mtumishi, mimi sijaelewa. Twende tusonge mbele. Ukisoma Petro wa pili anaeleza vizuri. Siku ya Bwana itakuja ghafla. Itakapokuja hakuna wokovu tena kwa mtu mwingine awaye yote. Tunapata wapi? Petro wa pili sura ya 3. Ukianzia mstari wa 3. Biblia inasema mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka. Siku za mwisho watakuja na dhihaka. Watu wenye kuziaki, wafuatao tamaa zao wenyewe. Na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala vitu vyote vinakali hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana ufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwapo mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligalikishwa na maji ikaangamia. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Lakini wapenzi, msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokuzani kukawia, bali uvumilia kwenu, maana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikirieni toba. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi
na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa, hivyo imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuhimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Hebu angalia, unyakuo ukitokea, nini kitatokea? Unyakuo ukishatokea, yatakoendelea katika uso wa dunia, maana yake ni adhabu kwa waovu, ambayo itaambatana na kitu kinachoitwa siku ya Bwana, ambayo ni unyakuo. Siku ya Bwana ambayo itakuwa ni adhabu ya Mungu kuadhibu watu wote ambao hawakumcha Mungu wakiwa katika uso wa dunia. Walimkataa Mungu na kupokea chapa ya nani? Ya mnyama. Angalia Amosi 5:18. Kitabu cha Amosi 5:18. Ole wenu ninyi mnaoitamani siku ya Bwana. Kwani kuitamani siku ya Bwana ni giza. Wala si nuru. Angalia, ni giza wala si nuru. Ni kama mtu aliyemkimbia simba akakutana na dubu, au aliingia katika nyumba akawegemea mkono wake ukutani, nyoka akamuuma. Je, siku ya Bwana haitakuwa giza wala si nuru? Naam, yenye giza sana wala haina mwanga. Hebu angalia hapo. Siku ya Bwana ni unyakuo, itakuwa ni mbaya kwa watakaobaki kwenye uso wa dunia. Siku ya Bwana sio ya kuitamani, ni mbaya sana kwa watakaobaki. Itaambatana na mapigo mabaya kadri tutakavyokuwa tunavyoendelea na mafundisho haya ya nyakati za mwisho. Ukisoma Mathayo 25 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 13, anaongelea kwa habari ya wanawali wapumbavu na wanawali wenye busara au wenye akili. Biblia inasema alipochelewa bwana harusi wote walilala usingizi. Nini kiliwaamsha? Nilikwambia katika kipindi kilichopita, ni kelele. Zile kelele ndizo zilizoamsha, amkeni, twendeni mkamlaki bwana harusi. Biblia inasema wote wakaamka. Wale waliokuwa na mafuta ya ziada wakatengeneza taa zao, wakaenda wakamlaki bwana wao, mlango ukafungwa. Wale wengine, nakupa swali la kujiuliza, wale wengine waliporudi, Biblia inasema walienda kuyapata mafuta. Wakarudi wakasema, tumeshapata mafuta, tufungulie. Yesu akasema, siwajui ninyi. Umeona? Hakuna nafasi nyingine. Mlango ukishafungwa umefungwa. Mlango ukishafungwa umefungwa. Hakuna nafasi nyingine. Ndio maana wale waliporudi wameyapata mafuta, hawakufunguliwa tena. Waliambiwa siwajui ninyi. Waliyapata mafuta nini? Maana yake walianza kusema, Yesu tunatubu, tumekubali kuacha dhambi, tumekubali Bwana, nimekubali kukupokea. Unyakuo umeshatokea, hakuna maombi tena atakayojibiwa. Hakuna sala tena itakayojibiwa. Hakuna ibada tena itakayojibiwa. Mwanamke, mwanaume, nisikilize. Leo hili yamkini unadharau. Unaambiwa habari za Yesu, unasema walishatuambia unyakuo ukitokea nitajiokoa kwa damu yako. Asikudanganye mtu. Unyakuo ukishatokea hakuna ibada tena, hakuna maombi tena. Biblia inasema wale wanawali wapumbavu waliporudi wakapata mafuta, wakasema tufungulie. Yesu akasema, siwajui ninyi, ondokeni hapo. Maana yake nini? Hakuna nafasi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha nikupeleke hapo. Ukisoma pia Zakaria anaeleza pia Sefania kwa habari ya siku ya Bwana. Sina haja ya kueleza maelezo mengi. Sefania sura ya kwanza kuanzia mstari wa 14. Hiyo siku ya Bwana iliyokuwa hii karibu nayo inafanya haraka sana. Kumbuka walieleza hao manabii miaka ya nyuma sana. Naam, sauti ya siku ya Bwana, shujaa hulia kwa uchungu mwingi huko. Maana yake mashujaa watalia, wataomboleza. Siku ile, siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusi, siku ya mawingu na giza kuu, siku ya tarumbeta na kamsa, juu ya miji yenye maboma, juu ya buruji zilizo ndefu sana. Umeona? Biblia inasema mstari wa 17, nami nitawaletea wanadamu dhiki, hata watakwenda kama vipofu, kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi, na damu yao itamwagwa kama mavumbi na nyama yao kama mavi. Hichi ni kipindi ambacho wanadamu watateswa, hakuna mfano wake. Kutakuwa na baragumu 7. Kutakuwa na vitasa 7. Watu watapigwa na vitasa 7. Wanadamu watajuta, watalani matumbo ya mama zao. Watatukana kwa nini walizaliwa. Lakini wewe uliye na nafasi,
Unaweza ukakejeli, ukadharau, ukafikiri unao wakati mwingine, lakini nataka nikwambie hakuna wakati mwingine tena. Acha tupige hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha tupige hatua. Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 8, ukianzia sura ya 6 ya 7, utaangalia ile mihuri. Lakini nakupeleka sura ya 8. Sura ya 8 kuanzia mstari wa kwanza, hata alipofungua muhuri ya 7, kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Nami nikaona wale malaika 7 wasimamao mbele za Mungu. Nao wakapewa baragumu 7. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Nini nataka nikuonesha hapa? Angalia. Biblia inasema kukawa na kimya mbinguni. Hicho kimya mbinguni maana yake hakuna wokovu tena. Hakuna wezaye kuomba. Sikiza, tunapoomba leo maana yake tunaingia mbele za Bwana moja kwa moja. Tunao ujasiri wa kupaingia patakatifu pako kwa damu ya Yesu. Maana yake tunavyopiga magoti tunaenda mbele za kiti cha rehema, mbele za Baba, mbele za kiti cha enzi. Kukiwa na kimya mbinguni hakuna wa kuingia katika hekalu la Mungu. Hakuna wa kuomba tena. Hakuna mtu wa kuomba. Kwa hiyo unyakuo ukishatokea, kimya kitatokea mbinguni. Nusu saa. Haya, piga nusu saa. Ni miaka mingapi duniani? Ni miaka mingapi duniani? Nusu saa. Kama siku moja mbinguni ni sawa na miaka 1000 duniani. Siku moja duniani ina masaa 24. Sasa nusu saa ya mbinguni ina miaka mingapi duniani? Utaiweza hiyo hesabu wewe? Sasa hakuna mtu wa kuomba tena, hakuna mtu wa kuokoka tena. Ndio maana katika Mathayo 24 mstari 45, na mtumwa yule mwenye akili atakayejiweka tayari. Bibi imeeleza vizuri. Na mtumwa yule asiyejiweka tayari, hata japo bwana wake atamkata vipande viwili na kumtupa pamoja na wanafiki, na huko ndiko itakuwako kilio na kusaga nini? Na kusaga meno. Maana yake hakuna second chance. Ndio maana Yesu anatutazalisha kwamba tukeshe, kwa sababu tujui siku wala saa atakapokuja. Atakapokuja mwana wa Adamu, ndugu yangu, tukikosa hiyo nafasi, hakuna nafasi nyingine tena. Yaani watu tusidanganywe na kwenda kinyume na neno la Bwana. Kwa nini? Kwa nini hakuna nafasi nyingine? Wako watu wanasema mtu akikosa unyakuo basi atajiokoa kwa damu yake. Nisikilize vizuri. Ufufuo ni wa aina mbili. Kuna ufufuo wenye haki na kuna ufufuo wa hukumu. Na kwa habari ya ufufuo wenye haki, Biblia inasema parapanda itakapolia, watakaosikiliza kwanza ni wale waliokufa katika Kristo. Waliokufa katika Kristo ndio watakaofufuliwa kwanza. Kisha wamlaki Bwana mawinguni. Na sisi tuliosalia tutabadilishwa kufumba na kufumbua, tutamlaki Bwana mawinguni. Alafu tutakuwa na Bwana milele. Maana yake waliokufa wanafufuliwa kwanza. Na sisi tulio hai tunabadilishwa. Kwa watakao kuwa wa kwanza ni waliokufa. Ndio watakaosikia parapanda. Alafu sisi tulio hai akija, sisi tunabadilishwa, tunafanana, tunabadilishwa, tunaenda tunamlaki Bwana mawinguni. Utasoma Yohana sura ya 5 kuanzia mstari wa 28 na wa 29. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 20, Ufunuo wa Yohana sura ya 20 anasemaje? Kuanzia mstari wa 4 Biblia inasema, kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Angalia, kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama na wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Angalia wanaoolozeshwa. Nafikiri wakina nani? Watu walionyakuliwa, ambao wengine walikatwa vichwa wakafa, ambao walikuja wakafufuliwa pamoja, na wale wengine ambao hawakupokea chapa, hawakupokea chapa nao walinyakuliwa. Ndio hao waliosalia walionyakuliwa, ambao walikataa kupokea chapa, walikimbilia mapangoni, walienda milimani, walienda wapi, wakasema Mungu tuokoe, kwa sababu siku hizo zilifupizwa kwa ajili ya wateule wakaokolewa. Biblia inasema hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Hakuna ufufuo aina tatu, kuna ufufuo mbili. Ufufuo wa kwanza wenye haki, na ufufuo wa mwisho ni wa hukumu, ambao utatokea siku ile ya mwisho, mara baada ya utawala wa miaka 1000 wa Yesu Kristo duniani pamoja na watakatifu.
ndipo ufufuo ule wa mwisho wa hukumu utakapotokea. Okay, tupige hatua kabla tujamaliza. Mambo ni mengi sana. Nitaendelea tena kipindi kingine. Acha nipige hatua nimalizie hapa, alafu tena tutaendelea kipindi kingine. Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 14 kuanzia mstari wa 13, anasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam wasema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Sikiliza. Anawaambia hawa wanaokufa katika kipindi hicho wana heri. Heri wafu wanaokufa katika kipindi hicho. Kwa nini? Wana heri baada ya taabu zao. Ukirudi mstari wa 10, ukisonga mbele mstari wa 14, kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akamlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Mavuno ya nchi yamekomaa. Na yeye aliyeketi juu ya wingu akatupa mundu wake juu ya nchi ikavunwa. Angalia hapo. Maana yake aliyokuwa ameketi kwenye mawingu ni nani? Ni Yesu. Huo ndo unyakuo. Ndo maana Yesu alitoaga mfano katika Mathayo 13 kuanzia mstari wa 36 mpaka 43, ambao alikuwa anaeleza mavuno ni mwisho wa dunia. Yesu atatuma malaika wake kuwachukua watakatifu wote pande nne za nchi wote. Atawatuma wote kuwachukua watakatifu wake popote pale walipo. Ndio maana alieleza mfano katika Mathayo 13 kuanzia mstari wa 36 mpaka wa 43. Utasoma pale kwa muda wako. Kwa anaeleza kwa habari ya mavuno ni mwisho wa dunia. Na hapa akasema tia mundu kavune. Mwanzoni akawaeleza wanaokufa, wanaokatwa vichwa, anasema mna heri mnaokufa katika Kristo tangu sasa, mpate kupumzika baada ya taabu zenu. Maana yake nini? Maana yake kuna heri ukikataa chapa na kufa kwa ajili ya Kristo. Kuna heri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikusomea kwenye Mathayo mara baada ya ziki ya siku ile, anaeleza nini kitatokea. Haleluya. Anaeleza nini ambacho kitatokea. Lakini ukisonga pale mbele, tumalizie hapa mbele ili niishie hapo. Takuja kuendelea wakati mwingine. Somo hili ni refu sana. Takuja kuendelea wakati mwingine unaokuja. Ukiendelea pale mbele anasema acha nisome hapa kwenye kitabu cha turudi hapa kwenye Ufunuo wa Yohana sura ya 7. Ufunuo wa Yohana sura ya 7. Utaona kuanzia mstari wa 9 Yohana anaeleza alivyoona umati mkubwa sana. Na mstari wa 13 nataka tuone majibu ambayo Yohana alipoulizwa, hao unaona hao wametoka wapi? Hapa ndo watu wanasema umeona kuna watu wanatoka kwenye ziki kuu, hawa ndo waliokatwa vichwa. Tuanzie hapa. Tuanzie hapa. Mstari wa 13. Akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Na wametoka wapi? Mstari wa 14. Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Angalia, wanaotoka kwenye dhiki wameyafua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Tunaelewa maana ya mavazi. Wamekubali wokovu, wamekubali kutakaswa kwa damu Yesu, wamekataa chapa ya mnyama. Ni wakina nani? Waliobaki kwenye kipindi cha dhiki ambacho nimekuambia ni miaka 3.5. Katikati ya miaka 3.5, punde tu baada ya katikati ya miaka 3.5 pale mpinga Kristo atakapogeuka, kwa sababu lazima Wayahudi na Wayahudi naoona lazima kuna watu watakuja kumkubali Yesu. Katikati ile ya dhiki kuu watamkubali Yesu, ndipo unyakuo utatokea pamoja na watu wote waliokataa chapa mpinga Kristo duniani kote. Na waliokufa kipindi hicho cha mpinga Kristo nao watafufuliwa kwanza pamoja na wale wengine, kisha kutakuwa kumlaki Bwana wapi? Mawinguni. Hakuna kusema Wayahudi watakolewa kwa damu, wengine ili ni agano moja.
tuna agano moja. Ni kweli kule watu wengi ndio watakaomwamini Kristo, kwa sababu neema itawageukia kule, watageuka watasema wewe hapana, huwezi kukaa hapa, wewe sio Yesu. Wao watamkataa, watakimbia milimani, watakimbia chapa, wataokolewa na nani? Na Bwana katika unyakuo. Ndio maana Biblia inasema wamefua mavazi yao kwa damu ya nani? Kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo hakuna anayeweza kujiokoa kwa damu yake mwenyewe. Hakuna anayeweza kujiokoa kwa damu yake mwenyewe. Hayupo anayeweza kujiokoa kwa damu yake mwenyewe. Huo ni uongo. Kwa hiyo sasa tutaendelea wakati mwingine. Bwana kitupa neema. Sababu yako mambo mengi ya kuzungumzwa hapa.